Ripoti ya Jaji Chande imeendelea kutikisa vyombo vya habari vikubwa ulimwenguni, lakini pia na wachambuzi wa siasa duniani kote wameshinda kuielewa ripoti hiyo kutokana na namna ya taarifa ambazo zilitolewa baada ya Oktoba 29, na ripoti hii imekwenda tofauti kabisa na matukio ambayo yalitokea pale Oktoba 29, 2025. Baada ya ripoti hiyo kutoka, kumekuwa na maoni mbalimbali ya wachambuzi wakubwa barani Afrika, lakini pia kwenye media kubwa duniani pia zimefanya midahalo, ambapo asilimia kubwa wote wameshindwa kukubaliana na ripoti hiyo ya Jaji Osman Chande ambayo imetolewa hapo jana mbele ya Watanzania wakiwa live, lakini pia na rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mwanadada Maria Sarungi ameweza kudadavua zaidi baada ya ripoti hiyo kutoka, ambapo amesema kwamba wamenasa kwenye mtego. Ripoti ya tume ya Chande imejibu baadhi ya maswali ambayo hayakuwa na majibu. Moja, kwenye swali la nani aliamuru vikosi viue raia wa Tanganyika, tume imeshindwa kutaja. Ukimya wa tume ni wazi kwamba aliamuru ni bosi wao, ambaye naye alisisitiza kwamba ripoti ile ni ya kwake na wengine tusijitie kimbelembele kuifuatilia. Ni dhahiri kwamba hakuna mauaji ya kiwango hicho yanaweza kufanyika bila ridhaa ya mamlaka kuu. 2, kulikuwa na hoja. Mkuu wa jeshi la polisi alipokea maelezo kutoka kwa nani kutangaza hali ya hatari? Swali hili limepewa majibu kuwa raia waliouawa ni 518. Waliokufa vifo visivyo vya kawaida, yani vya kikatili kabisa, na kwengine Jaji Chande alisema waliouliwa ni 818. Utata huu wa kitakwimu unabidi utatuliwe na tume huru isiyoegemea upande mmoja. 3, kwenye suala la kuzima kwa interneti kulikofanywa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, swali hili limejibiwa na Samia Suluhu pale alipoomba radhi kwa jumuiya ya kimataifa kwamba ni kweli walizima mtandao tangu Jumatano Oktoba 29, 2025 kwa siku 6 mfululizo. 4, swala la nani aliagiza na kugawa silaha kwa wauaji, hili pia limejibiwa kwa kusema kwamba raia ndio walikuwa na silaha za jadi, ikiwemo mapanga, mishale na mikuki ambazo zisingeweza kufanya mauaji yale ya kimbali tuliyoyashuhudia. Mzigo wamebebeshwa wahanga wa vurugu ya dola zidi ya raia wasio na hatia. Kuhusiana na mamluki wote wa kigeni na vikosi vya uhalifu vilivyoratibiwa na idara ya usalama ambao wametenda uhalifu dhidi ya ubinadamu, wamefunguliwa mashtaka gani? Tume imekiri kwamba ni lazima kuunda tume ya uchunguzi wa kijinai. Kuna swali kuhusu tume ya Chande kuficha ushahidi uliokuwa ukitolewa na wahanga wa mauaji. Tume imeshindwa kujibu. Jibu liko wazi. Hawakutaka ukweli ujulikane ili waweze kutoa taarifa wanazozitaka wao. Raia wa Tanganyika hawatatishwa na kauli wala vitendo vya magaidi wa CCM vya kutaka kutawala Tanganyika kwa mabavu. Ripoti ya Chande ni ushahidi usiopingika kwamba mauaji ya halaiki yaliyotokea, watu wamepotezwa kwa nguvu, na zaidi kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki
za binadamu. Bwana, huu ni udadavuzi wa mwanadada Maria Sarungi kuhusiana na ripoti ya Jaji Osman Chande iliyotolewa hapo jana mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kumekuwa na sintofahamu baada ya ripoti hiyo kutolewa mbele ya Watanzania, lakini pia mbele ya Rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tumeshuhudia baadhi ya wachambuzi wamegoma kukubaliana na ripoti hiyo, lakini yote kwa yote ni kwamba haya ndiyo yanayoendelea baada ya tume ya Jaji Osman Chande kutoa ripoti yao ambayo imefanya uchunguzi takribani miezi 3 mpaka 4 hivi, ndio wakaleta hiyo ripoti yao. Uona maoni gani mwanafamilia? Weka comment yako hapo, lakini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.